Aprili 19. Jumamosi, mwaka wa 2025, Batiza Nyakiti cha Enzi, Matendo 1:3. Kwa muda wa siku 40 baada ya kifo chake aliwatokea mara nyingi kwa namna ambazo zilithibitisha kabisa kwamba alikuwa hai. Walimwona naye aliongea nao juu ya ufalme wa Mungu. Mungu aliwainua wamisionari kama walinzi. Walinzi wanahitaji batizan. Kwa sababu huna uwezo wa kufanya uinjilisti wa ulimwengu, Yesu alizungumza juu ya batizan wa kiti cha enzi na kazi zinazohusiana na ufalme wa Mungu kwa siku 40. Unapofurahia kile ulichoahidiwa na kungojea kazi za ufalme wa Mungu, unapaswa kutoa changamoto mara unapoona miisho ya dunia. Lazima ufanye haya kuwa chapa zako, mizizi na asili, ukishikilia batizan. Unapofanya umakinikaji wa aina tatu, mipangilio tatu itafanyika na majibu tatu yatafuata. Huku ni kufurahia batizan wa kiti cha enzi. Lazima uwainue wanafunzi wanaojua hili. Ni kwa sababu itakuwa fursa ya kwanza, ya mwisho na ya milele kwa wale unaokutana nao. Uzao haufai kufanywa kuwa watumwa, mateka na taifa la kikoloni. Kazi hii inaweza tu kufanywa na wamisionari ambao wana jibu la pekee, upekee na uumbaji upya. Moja. Mchungaji Yesu aliwaita wale aliowataka kama alivyokuwa pamoja nao, akahubiri Injili pamoja nao na kuwapa mamlaka ya kutoa pepo wachafu. Wainjilisti ni wale wanaorejesha kile ambacho Yesu amemaliza. Ikiwa unakabiliwa na shida, huo ndio mwanzo wa majibu. Mungu alitoa neno ambalo litatimizwa pamoja na jibu kuhusu misheni. Unaposubiri uongozi wa Roho Mtakatifu shambani, wale walio wagonjwa wataponywa kupitia wewe na masinagogi yatafufuliwa. Mungu mwenyewe atashuhudia mahubiri yako. 2. Afisa wa kanisa. Mungu alitoa mambo ya milele kwa maafisa wa kanisa. Maafisa wa kanisa ni kikosi cha siri ambao huwasaidia wachungaji na wamisionari. Wao pia ni waashi watakatifu wanaojenga hekalu sahihi na wahudumu wa remnant ambao wanawakuza wazao. 3. Wazao. Mungu alitoa nguvu, vipaji na misheni kwa wazao. Hiyo ni kiti cha enzi cha mbinguni na milele. Sababu iliyowafanya remnant kusimama mbele ya wafalme ilikuwa kuokoa mataifa 237 na makabila 5,000. Mara tu unapoelewa hitaji la misheni, Mungu atakuwa mlinzi wako. Kazi hii iko ndani ya ukuu kamili wa Mungu, na mara tu unapoona mpango kamili na agano ndani ya hii, utaona safari kamili. Kwa wakati huu batizan kamili itafufuliwa. Ombi la agano. Mungu Baba, ninakupa heshima na utukufu wote, wewe ambaye uliruhusu kazi ambazo wamisionari pekee wanaweza kuzifanya. Batizan ya kiti cha enzi imarishwe duniani kote. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.